الحمد لله الذي جعل رمضان موسما للطاعات ووفقنا لشهود أيامه المباركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ودعتم عشرا من أجمل أيام رمضان، عشر المغفرة، وهو العشر الأوسط، انقضت كأنها حلم، وكأننا بالأمس استقبلنا أول الشهر. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wausieni kwanza pamoja na kujihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad faza almuttaqun, wamefaulu wale ambao wamepata bahati ya kuwa miongoni mwa wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, tujue ya kwamba tumeliaga 10 la kwanza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, 10 ambalo ni sikitiko la Mwenyezi Mungu kwa waja wake, kwa kuwahurumia kwamba waja wako tayari kuupokea mwito wake na kufuata maagizo yake ya kumtii yeye na kujizuia kwa yale waliokatazwa katika mwezi kama huu, kujifunga kibobo kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu na kumtakasa Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. 10 hilo limeondoka kaannaha hilmun. Wallahi utaona ni kama tu ndoto. Tulikuwa tuingojea Ramadhani kwa ham na gham, mara tu tupata 10 la kwanza limetuondokea. Ndugu Waislamu, tukiwa tena katika Ijumaa ya 3 hii katika mwezi huu wa Ramadhani, tuona tu 10 la pili nalo linatupa kisogo, linaondoka. Lillahi alhamdu, kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu akatujalia kupata bahati ya kuweza kukamilisha 10 la kwanza. Walillahi alhamdu, vile vile kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwekeza na kutubakisha tukaweza kulipata 10 la pili. Leo hivi tulizungumzia biayamin, kwa masiku kadhaa, wa bisaatin adida, na kwa masaa ya kuhisabika. 10 hili nalo linatuondokea. Al-ashr al-awsat, 10 la kati na kati, ambalo lafahamika kama al-ashr al-maghfira, 10 la Waislamu na waumini kuweza kupata msamaha mwingi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Msamaha, ndugu Waislamu, hauji tu hivi hivi, ni mpaka tuwe na bunudhi za kuelewa msamaha huu tutanali kiasi gani au kwa kivipi, kwa sababu mtazamo nambari 1 anaangaliwa mwanadamu katika kuingia kwake kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, au kabla ya hapo katika maandalizi yake ya kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. 10 likatangaza kwamba 10 hili rahmatun min rabbil alamin, ni rehema nyingi zinazotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waumini. Baada ya kupata huruma hizi za Allah, kwa masikitiko yake Mwenyezi Mungu na mapenzi yake kwetu, kutujalia kupata 10 la pili, nalo ni 10 la kupata msamaha wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Waislamu, lakad kanat layali al-ashr al-awsat, 10 hili la kati na kati limekuwa ayaman lisifa'ul qulub,
ayaman lisifai alqulub, ni masiku ya kutakasa zile nyoyo zetu, lidukhuli fi al-ashr al-awakhir, kutakasa nafsi zetu na mioyo yetu kwa minajili ya kuingiliwa na masiku yaliyobaki katika yale masiku ya mwisho katika al-ashr al-awakhir, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kana nabii sallallahu alayhi wasallam, kiegezo chetu, mwalimu wetu mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa yajitahidu fiha, akijitahidi mno sana, ma la yajitahidu fi ghairiha, pasipo kujitahidi zaidi kuliko hivi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam likifika 10 la mwisho, ilikuwa yashaddu mizara, akijifunga kibobwe na kuanza upya kasi, kuongeza maradufu yale aliyokuwa akiyafanya katika 10 la kwanza na la pili. Na hivi ndivyo yatakaniwa wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam waige sira na mwenendo mtukufu kama huo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ma yusifuna jiddan, masikitiko makubwa ambayo yanatusikitisha kama ummatul Islam, linapoanza kuingia 10 kama hili la mwisho, ndipo utapata baadhi ya sisi waislamu ndio tunaanza kurudi nyuma. Muislamu 10 la kwanza lipoanza Qur'ani anasoma pengine juzuu 2 3, 10 la mwisho unampata licha ya kusoma juzuu, nusu juzuu, hata robo haimfikii tena. Akili yake kubwa kwa udhaifu wake iko sasa ni Idi, nitajiandaa vipi mimi na familia yangu? 10 la mwisho hili linabeba kwa njia ambayo haistahiki, ndugu waislamu, zile rahma zilizotangulia, misamaha tunayoipata kwa Mwenyezi Mungu, yatia sifa mbovu kwa Muislamu baada ya kupata rahmatullah na maghfira katika 10 hili ambao Mwenyezi Mungu anawaacha makundi kwa makundi watu kutokamana na adhabu ya moto wa Jahannam. Wewe leo iwe ndio mtu wa kwanza kuchukua bendera ya dunia, wewe ndio mtu wa kwanza, ndio kesha zako zinaanza. Masikitiko kaona si mabarobaro wa kike wala wa kiume, 10 hili wanalifanya ndiyo ashrul maasi, ndilo 10 la kuasiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. 10 hili likawa ni 10 la inshighal, watu kushughulika zaidi katika umuri dunia, mambo ya kidunia, kama kwamba mwanadamu yule ambaye anakesha katika 10 la mwisho kuzunguka madukani kutafuta manguo na mambo mengineo ambayo hayako katika mifumo yaliyofungamanishwa katika mwezi kama huu, utapata 10 kama hili linaporomosha zile fadhail tulizozitanguliza kwa hamu yote, bidii yote, tukikesha, tukisoma Qur'ani, tukihudhuria madarsa na mengineo mengi fogo tulikuwa tukiyafanya katika mwezi kama huu, yanaporomoka vibaya sana, kama mfano wa awraq ash-shajara, majani ya mti vile yanavyoporomoka kwenye mti. Ayuha almuslimun, rahilu al-ashr al-awsat, kuondoka kwa hili 10 la kati na kati, la yani tarakha, haimaanishi kwamba sasa sisi tunaanza kupata afueni. Ndugu waislamu, tulikuwa tunafunga taabu moja kwa mbili. Ndipo miongoni mwa wanavyoni waliweza kuweka maonyo makali sana kwa waislamu, msiuletee mwezi mtukufu wa Kiislamu kama huu ikawa ndicho kitambulisho kinachofahamika kwa wafanyi biashara kwamba ndio wanapopata faida zao nyingi sana, tofauti na faida za kiakhira, nao ndio maksadi yake ya wewe kuletewa mwezi kama huu. Ile la'allakum tattaqun, Allah aliposema nimewafaradhishieni saum ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu, fa kaifa tattaqillaha, vipi utakuwa ni mwenye kumcha Mwenyezi Mungu wakad khada'ta nafsak, na umeihadaa nafsi yako
kwa kuanza na harakati za kuonesha kwamba ya Rabb, nimebadilika mimi. Ya Rabbi, mimi nasali sana tofauti na nilivyokuwa mwanzo, nasoma Qur'ani sana. Vipi sasa baada ya kumaliza siku 20 wewe unaanza kuporomosha yale yote ulioyatengeneza katika daftari lako zuri, ambalo watu kama hawa watakuwa na milango yao speciali. Babu Rayyan hatoingia isipokuwa yule aliyefunga na funga zake zikaambatana na sheria ya Kiislamu vile inavyotakaniwa. Ndugu Waislamu, patakaponadiwa ayuha saimun, enyi mliofunga, udkhulu min abwabikum, ingieni kwa milango yenu hii ya Rayyan, kwa sababu mlijidhatit, mukajinyima mengi, mukajifunga kibobo kwa ajili ya kuyatenda mengi mazuri. Leo mlango wenu special ni huu. Si kwamba pale ni peponi, lakini peponi kuna abwab mukhtalifa, milango tofauti tofauti. Lakini angalia VIP inavyokuja kwa wale ambao walithibiti vizuri katika kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu Waislamu, watakuwa waumini wanaelekea katika babu Rayyan kwa sababu ya zawadi kemkema ambao wamewekewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si kwamba hapatatokea wengine watakaofuata kundi lile, lakini la ajabu kubwa ni kwamba kundi lile linapokuja kukurubia mlango kama ule, atanadi Allah jabbaru samawati wal ardh, kuambia malaika wake watukufu ambao wamepewa nafasi kubwa ya wao kuwa ndio washika mlango doria kwa kuwafungulia waumini kuingia katika aljinan. Allah tanadi kwa sauti yake awaambie, enyi malaika wangu, aftihu abwab aljinan, fungueni milango ya pepo hii. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaika hawa kama tunavyofahamu hawafanyi isipokuwa maagizo yanayotoka kwa Mwenyezi Mungu. Hawana sifa ya kumaasi Mungu ila kutii kwa yale wanayoamrishwa. Fayaftahuna abwab aljinan, watafungua milango ya pepo ile. Watukufu wa Islam, patatokea vituko vikubwa mno pale katika mlango wa pepo. Watu baada ya kufunguliwa milango kama ile, wataanza kumulika na macho yao kuangalia ni'amul janna, zile neema zilioko ndani ya bustani kama lile. Watakuta jannatun tajri min tahtiha al-anhar, mito mbalimbali inayopita. Watakuta hurul ain wamo mle, wako kwa ajili ya kutaka kuwatanafas na kuwafarajisha wale ambao watabahatika kuingia katika pepo kama ile. Matunda ya kila aina yako pale, mengi ambayo hayasemeki mazuri yako pale. Watukufu wa Islam, baada tu ya muda mfupi sana Mwenyezi Mungu ataanza kunadi na sauti yake ya hasira akiwaambia malaika, aqfilu abwabiha, fungeni ya milango. Wataanza kushtuka wenye kushtuka, mbona tumechukuliwa hadi mlangoni, tumefunguliwa milango, tumeona neema ziliomo ndani ya milango ya pepo kama ile. Tulikuwa tusubiri tu nukta au duqaiqat za kuambiwa na Mwenyezi Mungu, haya ingieni ndani, hapa ndipo makazi yenu. Tupata hasira, Mwenyezi Mungu anaambia malaika watufungie milango ya uso, sisi tusiingie katika pepo kama zile. Kwa ubishi wa mwanadamu na kawaida yake katika maumbile yake, ataanza kuuliza mwanadamu, lima yakfuluna abwab aljinan, mbona wanafunga milango ya pepo, ili hali sisi tutaraji tuingie humo ndani. Itatoka sauti kutoka mbinguni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuambiwa, kitendo chochote unachokifanya kadhalika min jinsi al-amal, hivi ndivyo unavyolipwa. Si Muislamu wewe ilipoingia Ramadhan hautoki msikitini?
Ndiyo, sio muislamu wewe wakati wa Ramadhan haukosekaniwi katika darsa? Ndiyo ya Rabb. Muislamu wewe si ndio saa zote kila wakati wako wa faragha wajitengea wakati maalum kusoma Qur'ani? Ndiyo. Alimu sirri wa akhfa, Mwenyezi Mungu anajua, anakwambia kama kunta turawiha, kama haya matendo namna ulivyokuwa ukiwaonesha watu ulimwenguni, liyuqalu laka, ili uambiwa anta qari'ul Qur'an, jamaa nasoma Qur'ani kweli, ili uambiwa huyu jamaa kama kurabu wa msikiti hatoki msikitini, ili uambiwe hivyo. Kwa hivyo mziki kama huo Mwenyezi Mungu anaujua zaidi kukuliko. Kama ulivyokuwa ukionesha watu, naye Mungu amekuonesha pepo yake, walakin lan tajida riha aljanna, huingii humu ndani huko, pana hisabu zako gani ya Rabb? Naam, ulianza Ramadhani vizuri, lakini hukuitakasa nia yako katika kuyafanya haya. Kunta tanfiq, ewe uliye na nafasi ulikuwa unatoa wewe, lisum'atin, kwanza ili upate kusikika, mashallah utajiri fulani anatoa kweli, litura, ili uonekaniwe, litusaf, ili upate kusifiwa. Sasa yale yote uliyapata duniani, na wewe nilikuwa pia nakusifia, kuna pepo, kuna neema, kuna mazuri, si nimekusifia? Wa urawika, sasa na kuonesha zile nilizokusifia hazikuwa ni khadaa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, zilikuwa ni vitu vya kweli. Na ndio maana unaiona pepo hiyo, neema hizo tulizoambieni kwamba kutakuwa na jannatun tajri min tahtiha al-anhar, lakini min jinsi al-amal, ulivyokuwa ukionesha watu matendo yako ili usikike, usemeke, utajike, usifiwe, basi sifa zile tumeziacha duniani. Hapa ni wale amana billahi, ni wale ambaye mtu amemwamini Mwenyezi Mungu, wa amila salihan, na akatenda mazuri bila ya riya, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ibtighaa mardhati rabbih azza wa jalla, yule peke yake aliyofanya haya kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu wa Islam, masahaba ni wanafunzi waliobobea stadi sana katika kumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuna sisi wa kumuiga zaidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengine utachukua nafasi ya kwamba yule alikuwa ni mtume, hatuwezi kumfikia alivyokuwa, lakini alikuwa na wanadamu kama sisi, na yeye mwenyewe alikuwa mwanadamu. Masahaba waliamua kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam hatua kwa hatua, kauli kwa kauli, tendo kwa tendo, na huku akimwomba Mwenyezi Mungu, Allahumma ya Rabbi, Mwenyezi Mungu taqabbal minna, tutakabalia haya tunayoyafanya. Wanayafanya mambo mazuri, lakini wana hofu. Nitawapeni mfano wa sahabiyul jalil Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu. Huyu bwana historia yake ni ndefu sana, lakini kwa mukhtasar, aliangukia kuwa mtumwa, akanunuliwa, Uislamu ukamkomboa. Uislamu ulikomboa haki za watu wengi waliokuwa wakigandamizwa wakati wa ujahiliya. Ulipokuja Uislamu uliwapa wengi faraja. Khabbab ibn al-Arat alikuwa mtumwa maskini. Kati ya masahaba wale walioteswa mno, top 10 wao walikuwa ni Khabbab ibn al-Arat. Kwa kufikiria tu mambo yake machache, ilikuwa akitolewa katika jua la Makka. Waulizeni walioko Saudi Arabia,
watakwambia wakati wa dhuhuri Makka, jua linapokuwa ni msimu wa jua, hali yake ilivyo. Akivalishwa nguo za chuma, zile dir'i, akiwekwa chini kiasi kwamba zinaposhika moto zile ndivyo zinavyoyayusha kiwiliwili chake. Huyu bwana aliteswa mno, na ndio tukawaambia Waislamu kwamba dini yetu hii ilipatikaniwa kwa taabu sana. Wallahi, watu walitoa roho zao na nafsi zao, mali yao kwa ajili ya kuinua la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndugu Waislamu, watu walikubali kuwa wajane, wakiwatoa waume zao. Nendeni muitetee dini ya Mwenyezi Mungu. Tuko tayari sisi kuyakumbatia maisha haya kivyetu kama single mothers, lakini mwende mtafute shahada au nusra ya dini ya Kiislamu. Ndugu Waislamu, watu wachukua panga zao naenda uwanjani, huko na watoto wadogo, wengine ni wanyonyeshwa, ni watoto wadogo, hata hawajakuwa wakubwa. Akijua wazi naenda kule imma shahada au nasr, naenda huko kukomboa Uislamu au ni wao kwa ajili ya kutetea dini ya Kiislamu, nibakishe mke wangu au mjane na watoto wangu au mayatima. Lakini wakikhtari yote hayo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio Mtume akatoa onyo kali, la tasubbu ashabi, msijaribu nyinyi kuwatukana masahaba wangu. Hawa watu waliamua kuipa zuhudi dunia na wakakubali kwamba hapa tumekuja tu kwa muda mfupi sana. Walifuata ile neno la Mtume kwamba kun fi dunya kaannaka gharib, hapa duniani wewe ni mgeni. Shekhe, mgeni hana makazi ya kukaa milele mahali. Au abiri sabil, au jiekee katika khayali zako kwamba mimi nimpita njia humu. Na ukitaka kulifahamu zaidi, darsika kwa waliokuwa nawe leo hawako, unaongojea miaka na vikaka, hawarudi tena ulimwenguni. Alladhi mat intaqala ila rahmati rabbi, yule amekufa ameenda zake, wala yaud. Huyu bwana baada ya muda Mungu akamjalia kuwa na vipeni kidogo. Khabbab ibn al-Arat pesa zake hakuziweka bank, hakuzifinika mahali kiasi kwamba hata unapoondoka duniani watu wanaulizana huyu bwana senti zake alikuwa anaweka wapi. Alikuwa anaziweka tu pale nyumbani kwake wazi wazi bila kuzifinika. Akiulizwa Khabbab, mbona pesa waziacha ovyo hivi, ama labda utuonesha ni mtu kidogo na mapeni? Akasema la, siko huko, mimi nimeacha hivi. Wallahi, kila maskini anayekuja ajichukulie, aende ajifarajishe kwa shida zile ambazo nazo. Na naam, alikuwa ni mtu maskini ajabu. Leo Mungu akampa kidogo, akawafikiria wenzi wake. Sasa wakawa wale maskini walivyokuwa na qanaa, si hawa wetu. Mtu akichukua ala kadri hajatihi, akichukua kwa kadri ya haja zake, si kuzipaparikia zote na mwingine akose. Alipoambiwa lugha kama hii, Khabbab aliangua kilio. Ndugu Waislamu, akalia. Aulizwa Khabbab, kama tumekukwaza kwa lugha hii basi tusame, hatukuwa na maksadi hayo. Akasema wallahi hata sili huko mimi, nalia ya kwamba wale tulioteswa nao katika masahaba waliopata mateso makubwa zaidi, kina Ammar ibn Yasir na wengineo, kila Bilal ibn Rabah, tulioteswa kupindukia, leo wako na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo wako na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa nalia, Rabbi, mimi niko katika hii dunia, labda yale mateso yangu malipo yangu ni hizi ghanima za kilimwengu. Maana nina fedha sasa, niko na hela, yasije kawa yale zile bidii zangu juhudi zangu Allah ananilipa hapa duniani, na mimi nafikiria akhira zaidi. Wenzi wangu kule wamenitangulia, wako na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hao ndio walikuwa masahaba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanafanya amali njema
lakini wanalia wakifikiria, je, Mungu ameitakabali hili nililolifanya mimi? Hofu yake kubwa iko kama hapo. Sasa mimi na wewe ndugu waislamu tujiulize, tunamaliza 10 la pili hili. Kubwa zaidi ni lipi ambalo sisi tumeyafanya kiasi ya kwamba twaweza kujisajili wenyewe tukasema nahnu min ashabil abrar, nasi ni katika watu wazuri? Ikiwa ni sala zetu kwa siku mara 5 twaswali hata kwa miezi 11 iliyotangulia, ni Qur'ani miezi mingine pia tunasoma, ni sadaka miezi mingine pia tunatoa. Kubwa lipi ambalo sisi tulifanya ndugu waislamu? Leo twafunga sisi, tujiulizeni, hatutukanani? Tumefunga mtu tena, mtu anakuambia wazi, usinione eti nimefunga nitakuchekea wewe, tutazivunja sasa hivi. Hata hajali uko katika ibada gani. Na mwingine eti aliyestirika kiasi kwa mtazamo wetu sisi, kwa imani zetu dhaifu, ni yule anayekwambia wallahi ngoja nifungue mwadhini utanijua mimi nani, kama kwamba Ramadhani ni robo siku. Ndugu waislamu, hivi tunavyozungumza ndani ya Ramadhani waganga wamefunga, si kwamba hawafungi, ni waislamu. Na leo hivi ukienda majumbani mwao, shekhe nimekuja kidogo na matatizo, akwambia nipitie baada al-iftar. Ukishafuturu Mungu hayuko tena, Ramadhani kuisha paka kesho, naweza nikakupigia ramli, naweza nikakufanyia dawa wako. Leo ndugu waislamu tumefunga, lakini matatizo ambayo tunayaona kwa wenzi wetu, mtu amefunga taaswali na ameshikilia hoja thabit, ako tayari atapigana na wewe, akwambia wewe shekhe gani wewe? Nishamsikia shekhe mmoja asema saumu ina thawabu zake na swala zake, so ikiwa mimi sifungi nitapata dhambi la kutofunga lakini nasali, na ikiwa si swali lakini nimefunga ujira wangu upo. Nani aliyekudanganya ndugu muislamu? Hakuna saumu ikiwa usali. Tusichukulie dini kwa uwepesi, kupeana excuses, wakawa wale watu wapumbavu waliosoma kwa uchache na kujipatia hoja ya kimsingi. Ikiwa we hausali haina haja ufunge. Nakwambia ndugu muislamu, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ulan. Haya masikilizi yako unaonisikiliza, utaenda ulizwa, ulisikia hilo neno? Ndiyo, lakini ukalipuuza. Kwa nini nakwambia hivi? Aliyekufaradhisha wewe sala ni nani? Mungu. Na aliyekufaradhisha wewe saumu ni nani? Sasa vipi tu'minuna bi ba'dhi alkitabi wa takfuruna bi ba'd? Eti hili nitalifanya, hili kwa sasa bado. Mimi mambo ya sala mwanzo bado, lakini nikifunga situkani mtu, sili, sinywi. Laysa lillahi hajatan, Mwenyezi Mungu hana haja na mtu an yada'a ta'amahu wa sharaba, aache chakula chake na kinywaji chake. Hana msingi wa kisawasawa katika funga yake. Toa katika fikra ndugu muislamu, ikiwa usali Mungu hataki saumu yako. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته، واعلموا أن المفازة للمتقين. اللهم يا رب اجعلنا من المتقين مخلصين لك الدين، آمين يا رب العالمين. ndugu Islam, لا تضيعوا الأوقات في الانشغال بغير العبادة.
Usiipoteze hii opportunity kwa kujishughulisha na mambo yasiyokuwa na ibada. Kwa lugha hii simaanishi yasiyokuwa na ibada yasishughulishwe, ni kiwango cha lugha ya mantiki kukufahamisha ya kwamba yale ya kidunia yadunishe, uyafanye machache, ya akhera uyarefushe, kwa sababu huu ndio mausimu wa mazao ambao utakwenda kujivunia nao yaumu min al-ayyam. Wa ahyu layalikum, muhuisha usiku wenu kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu bisalawat, kwa sala, wa qira'atul Qur'ani, na kusoma Qur'ani, wa dhikr. Haya yote tunayozungumza Waislamu, mimi kama mhubiri nikiyazungumzia, roho yangu yanaambia yakini mimi na wewe twayajua. Kuna muislamu hajui kwamba 10 la mwisho ataka watu wainuke usiku wasome Qur'ani, wafanye i'tikaf? Niambie kuanzia mwanzo wa msikiti mpaka mwisho, nani hajui? Sasa nikiyakariri kuyazungumzia, ni katika umbile la mwanadamu, summiya al-insanu bin-nisyan. Huyu mwanadamu amepewa jina hili kwa lugha ya Kiarabu, insan. Insani ni mtu mwenye kusahau. Kwa hivyo kukumbushana kupo, si kwamba haujui. Kuna mtu anaweza kwambia piga makelele, tuinuke, tusome Qur'ani, hayo yote twayajua. Wajua hufika wakati hata ule mhubiri unasema leo naenda toa hotuba msikitini mimi, au naenda darsisha watu sehemu fulani, lakini akiangalia ile maudhui ambayo mimi naenda kuizungumzia, je, hawa watu hayajui haya? Wanayafahamu. Sasa la kukumbushana sisi ni kuambiana kwamba Mungu hataki mchezo. Kwa ujumla wa lugha, Mungu hataki mchezo, na swala yako wala saumu yako haizidishi hata nukat ya ufalme wake. Sali kwa ajili ya nafsi yako, man amila salihan falinafsi wa man asaa fa alayhi. Kwa hivyo chenye unachokifanya ndugu Muislamu ni yako wewe. Usiswali miaka yako yote mpaka ukufe, Allah hana habari na wewe, hana habari. Atakuadhibu tu kwa utundu wako ulioufanya, kiasi ya kwamba kuna watu atakaa mle milele. Na kuna tabia moja ya Waislamu, ndugu Waislamu, tabia ya hatari sana, ni lazima tukumbushaneni. Kuna Muislamu anaweza kwambia zungumza tu urongo tu wewe, muhimu umfix yule jamaa, sikisha utasema astaghfirullah. Nani alikwambia hii dini ina mchezo wa kiasi kama hiki? Na Muislamu mwingine kwa kinywa kirefu aseme, wajua maadamu tushatamka shahada peponi tutaingia tu, hata kama tutaingizwa motoni siku 2-3 mwezi kisha tutatolewa. Maana kuna bwana mmoja kamsikia shekhe asema hivyo, tutatolewa, baada ya hapo tutasamehewa, baada ya kuadhibiwa tutaingizwa peponi. Umeijua ile siku moja tu ya kule inasawizishwa na miaka mingapi hapa ulimwenguni? Yaumun ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Siku moja ni kama miaka, ndugu, si nambari hizi za mdomo. Miaka 1000 siku moja wewe ukiingizwa mle motoni, kisha unasema eti tutaingizwa motoni siku moja mbili. Miaka 1000 tena, mimma ta'uddun. Kwa idadi hii mnaoijua nyinyi kwa kuhesabu miaka 1000 yaenda vipi? Uache kuswali Mungu akuadhibu siku moja? Ikiwa siku moja ni miaka 1000, wewe uache kusali Mungu akuadhibu siku moja? Lau kwa sala tu kabla ya kuangalia ibada nyingine Mungu akwambia nitakuadhibu siku 1000 kwa sababu ya kuacha sala, shekhe umepona ndugu Muislamu? Ngozi kila ikiungua na kuchomeka, badalna juludan ghaira. Ngozi si kwamba ati utaingizwa makaa kwisha. Hiyo ni itikadi ya majusi tu. Mayahudi hawa, ukifa wanakutia moto. Sisi nakosa na Mungu nakosa. Lakini kwa Muislamu kusio na itikadi ya sampuli kama hiyo.
Kwa hivyo ndugu waislamu, ukihesabu kwamba kipindi kimoja cha sala, labda kipindi kimoja cha sala, hisabu zetu za mimi na wewe tu, twende kwenye calculation of assuming. Calculation of assuming si kwamba tunaingilia kazi ya Muumba, lakini twende kwa akili zetu, ala madarik uqulina, kwa akili zetu za kibinadamu. Nimeacha sala moja kutoka kwa mfano alasiri sijasali mpaka maghrib. Alasiri tuchukulie ni saa 10, si ndio? 11, 12 ndio imeingia magharibi. Masaa mangapi hayo? Hebu yapige calculation wewe mwenyewe, Mungu akuadhibu kwa masaa na moto ule tunausikia na kusifiwa na kuelezwa hali yake. Kwa hivyo ndugu waislamu, ningependa kujihusia nafsi yangu pamoja nanyi, tuupokee mwezi wa Ramadhan na tudumu nao katika akhlaq. Huu mwezi umekuja kutujengea sifa, huu mwezi umekuja kutujengea akhlaq. Kwa hivyo tukae kwa akhlaqi njema na tudumu vizuri na kuyafanya yale ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu tasliman. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in, khususan al-khulafa'u al-arba' Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami' sahabati rasulillahi ajma'in. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.